Bwana Yesu asifiwe sana, watu wa Mungu. Tunaendelea na masomo mbalimbali hapa Mchungaji Norman TV, kama nilivyokwisha kuambia, tutaendelea na masomo mbalimbali. Leo tutaangalia kuhusu mapepo yaliyopigana na makanisa saba ya ufunuo, au kilichoua makanisa saba ya ufunuo. Makanisa yale saba ya ufunuo, umewahi kujiuliza ni kitu gani kilichoua mpaka leo hayapo? Yale, ngoja nikwambie mtu wa Mungu, yale ni makanisa halisi kabisa ya kweli, yalikuwepo kabisa na kulikuwa na ibada zinafanyika. Lakini kwa nini yalikufa? Katika moja ya kitengo ambacho nilikuwepo, kile ni kitengo hatari cha Church of Morning, wakuu wa giza, yani baraza la wana wa asubuhi cha wakuu wa giza. Hapo moja ya topiki kubwa ambayo tulijifunza ni, na hii kila mara, hata wale wanaopita kama leo bado wapo kule, lazima apite kozi hii, jinsi ya kuua makanisa yenye nguvu, makanisa yenye uwezo, au hata makanisa yoyote yale. Kuna mbinu, na kilichoua makanisa ya saba tenda kuambia. Tuliangalia haya makanisa, na lengo lilikuwa tunapopitia haya makanisa, manake unaenda kushambulia kanisa lingine lenye sifa kama moja ya kanisa hili. Yani unafundishwa, unajifunza, unapata experience ya kwenda kuangusha kanisa jingine. Nitoa kwenye ushuhuda, nasema kwamba nilifanikiwa kuua wachungaji 21, yani sawa sana makanisa yao, na ni zaidi ya hapo. Lakini pia mapepo gani ambayo yalihusika kwa mpaka leo hayapo? Kwanza kabisa, kanisa la Efeso. Efeso, hili kanisa walishambuliwa kwa sababu waliacha upendo wa kwanza. Upendo wao wa kwanza waliuacha. Na hivi vitu vinaonekana vya kawaida, vinasemekana, vinaonekana tu, lakini katika ulimwengu wa roho haya niliyaona haya makanisa yalikuwepo, na mbinu zake tulijifunza ili tuje tuzitumie katika siku tunapohitaji kuharibu makanisa. Nasoma Waefeso sura ya 2 mstari wa 1 mpaka wa 7, anasema: kwa malaika wa kanisa lililoko Efeso andika, ndio anenayo yeye azishikaye hizo nyota 7 katika mkono wake wa kuume, yeye aendaye katikati ya vile vinara 7 vya dhahabu. Na ajua matendo yako na taabu yako na subira yako, na ya kuwa huwezi kuchukuliana na watu wabaya, tena umewajaribu wale wajiitao mitume, nao sio, ukawaona kuwa waongo. Tena ulikuwa na subira na kuvumilia kwa ajili ya jina langu, wala hukuchoka. Lakini na neno juu yako, ya kwamba umeuacha upendo wako wa kwanza. Basi kumbuka ni wapi ulikoanguka, ukatubu, ukayafanya matendo ya kwanza. Lakini usipofanya hivyo, naja kwako, nami nitakiondoa kinara chako katika mahali pake usipotubu. Lakini unalo neno hili, ya kwamba wayachukia matendo ya Wanikolai, ambayo na mimi nayachukia. Yeye aliye na sikio na asikie neno hilo ambalo Roho yaambia makanisa. Yeye ashindaye nitampa kula matunda ya mti wa uzima ulio katika bustani ya Mungu. Bustani hii ya Mungu, hii inaitwa bustani ya Eden, ndio hiyo paradiso. Unaposikia paradiso, bustani ya Mungu, hii ni paradiso, ni bustani ya Eden. Ni Eden ya Mungu, ambayo hii tuliona pia kwenye masomo ya Placius, ile PhD ya uchawi, PhD ya wakuu wa giza. Ili tuliangalia masomo ili huu mti wa uzima ulikuwa, mti wa uzima upo mashariki mwa bustani ya Eden, ambao ni paradiso ya leo. Yuko pale Ibrahimu na watu wengine walioenda kule, lakini pia hapo ndipo penye unaitwa bustani ya Mungu.
penye raha. Sasa hawa watu kanisa la Efeso ili waliacha upendo. Majini huwa mara nyingi huwa wanaangalia kwamba kwenye kanisa silaha kubwa ni ipi au wapi pa kuanzia kama hati ya shtaka kwa ajili ya kupiga kanisa. Sasa hawa majini waliohusika kupigana ili kanisa, jini wa kwanza kabisa anaitwa Angry Boda. Angry Boda. Angry Boda linaonekana kama mbwa mwitu au wakati mwingine anaonekana kama nyota iliyoharibika kama nyota, wakati mwingine anaonekana kama nyoka pia aliharibika sura. Ila Angry Boda. Angry Boda. Hili ni jini baya zaidi, ndio lilikuwepo, lilienda kushambulia haya mapepo yalienda kushambulia ile kanisa. Lakini pia pepo wa pili ni Lilith, malkia wa kuzimu. Huyu anaonekana kama mwanamke huyu mwenye mbawa na msumeno. Huyu Lilith anaonekana kama mbawa na yani sifa za huyu ni asiyepiga goti kwa Adam. Lilith alikuwa ni mwanamke ambaye alikataa kupiga goti kwa Adam na alikataa kumheshimu Adam kama kichwa. Yeye hakubaliani na udhaifu, nani kiongozi wa uasi. Anaposikia uasi wote, alianzisha uasi ni Lilith pale bustani Eden alipokataa kupiga goti kwa Adam. Kwanza alishawishiwa na Lucifer. Wakati huo yani wakati anashawishiwa kwamba kwa nini mpigie goti huyu, kulikuwa na ukuta, lakini ule ukuta ulikuwa hakuna ulinzi. Ile bustani hakuweka makerubi Mungu, maana aliamini wa binadamu hawezi kumsaliti. Baada ya uasi, huyu Lilith akapewa mbawa na Lucifer, akaota mbawa, akaruka ukuta wa Eden, mlango wa Eden, akaruka akaenda moja kwa moja sehemu inaitwa mlango wa bahari nyekundu. Bahari nyekundu pale akakutana na Lucifer, kaondoka naye kuzimu. Pale ndipo lango mpaka leo bahari nyekundu yuko Leviathan yule wa baharini. Domo lake ule ukubwa wake yuko pale kwa ajili ya yani kama lango la chini ya bahari na kuzimu, inaunganisha bahari na kuzimu. Yuko pale Leviathan wa majini, na kuna Leviathan yule wa angani. Sasa huyu Lilith alikutana na Lucifer pale mlango bahari ya nyekundu, bahari ya damu, bahari nyekundu. Pale ule mlango ndo alisafiri moja kwa moja akawa malkia wa Lucifer, malkia wa kuzimu, mke wa pili, mke wa Lucifer. Manake kulikuwa Lucifer na kuna Queen Maharati, Agrat Bat Maharati, kuna Naima, kuna Queen Naima, na kuna kwenye Lilith, na kuna Queen Eshet Zenunim. Hao wote ni wake za Lucifer, na ndio chanzo cha dini kuoa wake wanne. Dini unasikia dini yote inasema wanaruhusiwa kuoa watu wake zaidi ya wanne. Kwa hiyo dini chanzo chake ndio hapo. Sasa huyu Lilith kiongozi aliongoza uasi, mdanganyifu asiye na aibu pia. Sasa kwenye ile kanisa ukisoma Efeso 5:22 utaona pale kwamba aliondoa kitu kimoja kinachoitwa hii ni moja ya vitu ambavyo vilitokea kwenye kanisa ile Efeso hili, lakini pia kulikuwa na mashambulizi ndani ya kanisa ile la Efeso. 5:22 nasema, enyi wake watiini waume zenu kama kumtii Bwana wetu, kwa maana mume ni kichwa cha mkewe, kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa, naye ni mwokozi wa mwili. Lakini kama vile kanisa limtii hivyo Kristo, vivyo hivyo wake nao wawatii waume zao katika kila jambo. Sasa Lilith alikuwa anaenda kinyume na hii mada. Kutii kabisa mume wake ni ngumu, hakukubali kumtii Adam. Sasa hii roho iliingia ndani ya kanisa. Watu kwenye ndoa zao waliacha upendo wao, walikuwa wanataka haki sawa. Na hizi unaposikia sijui haki sawa, unaposikia sijui tukimwezesha naweza, mambo mengine haya huwa yalianzia toka zamani.
Sasa waliacha upendo wao kwenye ndoa zao, wakaacha upendo. Wanawake wakawa sasa wapo hapo tu, wanaona wako sawa na wanaume, hakuna kichwa, utii mdogo sana. Moja ya vitu ambavyo vinaharibu kanisa, shetani akifanikiwa kupiga wanawake huwa anafanikiwa kupiga kanisa, kwa sababu wanawake huwa ni wengi, na hao wasipokuwa watii, wasipokuwa mtii, maanake wanavuruga kanisa. Biblia inasema wake watii wamezaa. Sasa Lissi aliingia kwenye kanisa akaweka ugumu wa kutii na kunyenyekea wanaume, na upendo ule wa mwanzo wakauondoa, yani ile hali ya mwanaume kumpenda mke wake, ule upendo wa mwanzo kwanza ukaondoka miongoni mwa washirika. Yani unakuta huyu amekaa dawati hii, amekaa kiti hiki, mke wake amekaa kule. Yani ule upendo wao kuanzia kwenye familia zao, ndoa zao, watoto, mpaka ndani ya kanisa, ibada zao zilikuwa ngumu, maanake upendo kulikuwa hakuna. Sasa waliondoa upendo ndani ya kanisa la Efeso, ulitoweka ule upendo kuanzia kwenye ngazi ya familia zao, kwa ndoa, watoto, mpaka kwenye kanisa. Kaingia hali ya kusemana vibaya, kaingia hali ya kudharauliana, kaingia hali ya kujiona mimi bora kuliko fulani. Hawa mapepo waliingiza hiyo. Lakini pepo watatu huyo anaitwa Ishtari. Ishtari inaonekana kama mtu mwenye mwako, kama malaika, na wakati mwingine anaonekana kama malaika wa uzuri, mwenye upendo. Ishtari ni pepo malkia, anageuka kama malaika wa nuru au kama malaika mzuri mwenye upendo, lakini ni pepo baya. Lihusika kuharibu hili kanisa kwa sababu linaharibu upendo na kuleta vita. Hili pepo Ishtari, hili ni pepo ambayo linaharibu upendo na kuleta vita kwenye kanisa. Watu wanaanza kusengenyana, uadui unaibuka. Huyu akishika maiki, huyu anazira. Huyu akisema hiki, huyu anapinga. Uasi ukaanza, wakamegeka, kanisa linamegeka, huyu anaondoka na watu wake. Lakini Ishtari, hii pepo likikamata kanisa, hata kiasi kienda sehemu, linaua ile huduma, linaua, na watu wanakuwa hawako salama. Kwa hiyo viliibuka vita vya wenyewe kwa wenyewe wa Kristo, yani ndani ya kanisa machafuko yakaingia mle, siasa za kiroho na mapigano ya kiroho yakaingia mle ndani ya kanisa la Efeso. Siasa za kiroho, yani unaposikia siasa za kiroho ni wale Wakristo ambao sio Wakristo wa kweli, yani propaganda za kusema nimeokoka, lakini matendo yake ni tofauti. Wanamtaja Yesu kanisani, lakini mitaani tofauti. Anazungumza kuokoka, lakini maisha yake hayaendani na kuokoka. Anatamka mambo ni mwimbaji kanisani, mbona anasikiza bongo flava, anasikiza muziki michafu ya nasa za kidunia, kwenye kumbi za starehe ni yeye kila sehemu. Lakini hawa watu walikuwa na majina ya watu kwamba wameokoka. Sasa shetani alipoona hivi, haya mapepo yaliyotumwa kwenye kanisa la Efeso yaliataki kwa haraka sana. Alipiga ile kanisa siku 951 kafa, baada ya kutolewa hizo nyaraka. Maanake hizo nyaraka zilitolewa mwishoni, Yesu anawaonya, lakini wengi wao hawakuacha hizo tabia na mtindo wao, wengi wao, mpaka ifika sehemu, maanake malaika yule anaondoka. Iko kinara, naposema kinara ni malaika anaondoka sababu ya machafuko yako ndani. Aliondoka na wakaua kanisa. Mpaka leo lile eneo hakuna kitu, yani kumbukumbu yote hamna, sababu lilifutika vibaya. Akisoma Yakobo 3:16 ndio anasema Mungu si Mungu wa machafuko, kuondoa hayo machafuko. Kulikuwa na machafuko ili kanisa kupita kawaida. Leo yapo kama unasikia huko, si kanisa limenegeka, si kanisa linagombana, si hao machafuko, si mchungaji fulani elewani na mchungaji fulani, si huyu elewani na huyu. Ndio Efeso ilivyokuepo, huyu anamponda huyu. Na leo hii nakuta adui mkubwa wa huduma mchungaji mwingine ni mchungaji. Hawa waigizaji walikuwepo, hawa wachungaji kama hivyo. Sasa
kanisa lilipigwa kwa sababu kama wewe ni mchungaji, ni nabii, ni mtumishi mzuri wa Mungu, kwa nini mpige vita mwingine ambaye naye anamtafuta Mungu kama wewe? Anapiga vita ambaye naye yuko rohoni. Unakuta mtu anasema sijui huyu ananiibia shirika, sijui huyu amekuja kufanya je, amejenga kanisa hapa, unampiga vita. Unaungana hapa gani kumpiga vita mchungaji mwenzi? Unajua haya yalikuwepo huko Efeso, kulikuwa na vitu hivyo. Efeso kule watu wapendani, wachungaji wapendani, washirika wapendani, wachungaji na washirika. Kuna upendo. Uasi ulizidi sana, kwa sababu mama wa uasi, kiongozi wa uasi Lilisi, alihusika, aliingia ndani ya kanisa kupiga mmoja baada ya mwingine. Fitina zikaongezeka, uadui ukazidi, hali ikawa mbaya. Mwisho wa siku kanisa likasambaratika kabisa na kuisha, likafutika kabisa, sababu hii ilikuwa ni agizo la Lucifer. Lakini pia kanisa jingine la pili ni Smyrna. Ukisoma Ufunuo 2:8 mpaka 11 utaliona hapo. Na kwa malaika wa kanisa lililoko Smyrna andika haya: ndiye anenaye, yeye aliye kwanza na mwisho, aliyekuwa amekufa kisha akawa hai. Naijua dhiki yako na umaskini wako, lakini tajiri. Najua na matukano yao wasemao ya kuwa ni Wayahudi, nao sio, bali ni sinagogi la Shetani. Usiogope mambo yatakao kupata. Tazama, huyo Ibilisi atawatupa baadhi yenu gerezani, ili mjaribiwe, nanyi mtakuwa na dhiki siku 10. Uwe mwaminifu hata kufa, nami nitakupa taji ya uzima. Yeye aliye na sikio na alisikie neno hili ambalo Roho yaambia makanisa. Yeye ashindaye hatapatikana na madhara ya mauti ya pili. Kila kanisa lilihitaji kushinda. Efeso nao aliambiwa walipaswa kushinda kwanza. Yani kuna ile vita, hawa ni miongoni mwa makamanda 18 wa wevu ya kishetani, ambao Kristo yote akifika viwango vya juu, kanisa hilo likiwa la viwango vya juu, linamwabudu Mungu rohoni katika roho na kweli, lazima akutane na hawa makamanda 18 wa kishetani, ambao hawa ndio wanapiga vita bandika bandua mpaka aidha ukubali kuwa katika kimo cha Kristo, yani mshuke na kunyenyekea, mkubali kwamba Yesu awaongoze na kuwaweka salama kuliko akili zenu na mawazo yenu na nguvu zenu. Sasa walipaswa kushinda. Efeso walipaswa kushinda, waliambiwa, lakini Smyrna pia wanaambiwa wanapaswa kushinda. Yeye ashindaye watakao shinda. Sasa kanisa hili lilishambuliwa kwa mateso, lilipitia mateso sana. Kanisa Smyrna lilipitia mateso. Moja ya mateso haya yalikuwa ni makali. Lilipitia mateso. Jini ambayo ilisababisha mojawapo kati ya mapepo ambayo ilisababisha ni huyu anaitwa Baali au Beelzebub. Beelzebub linaonekana kama linaonekana na vichwa vitatu. Kichwa cha kwanza chura, cha pili mwanaume, na cha tatu paka. Ili Baali, jina alilotupa nalo linaitwa Baali, alilotupa nalo mbinguni Baali, nao jina lingine Beelzebub. Linasababisha kuficha mali na utajiri gizani. Ili Baali ni pepo la kuficha mali na utajiri gizani, ili wasipate watakatifu, ili watu walioamini katika Kristo wapate matabu na mateso, ili wateseke. Sasa hili linazuia pia. Jini hili ni jini la umaskini na uganga, linazuia utajiri wa kanisa na kuwapa watu wa Freemason, mashetani, waabudu shetani. Hapo kulikuwako na kipindi hiki makanisa hapo pia kulikuwako na ushetani ulikuwepo. Sasa hili Baali lilichokifanya kwenye kanisa la Smyrna, lilizuia kabisa watu kufanikiwa, lilizuia watu kupiga hatua, watu kwenda mbele, ile hali uchumi wa hao watu unakuwa mgumu, ila watu wa mashetani uchumi upande wa pili unakuwa rahisi, ili kuwahadaa ndani ya kanisa, kuwatoa ndani ya kanisa. Sasa ukisoma ile Isaya 45 na ule mstari wa pili, kitabu cha Isaya 45 mstari wa pili,
utaona pale kuna kitu Biblia inasema Baali ni pepo mbaya, kwa sababu huyu Baali ni moja ya kichwa cha tatu. Kama unasikia, nikaona roho tatu zilizofanana na chura, moja ya kichwa, roho moja hapo ni huyu Baali. Kuna mwingine naye yupo ana kichwa kimoja cha chura. Wako watatu, ni roho hizo hizo tatu ambao hawa ni hatari. 45 mstari pia inasema nitakwenda mbele yako na kupasawazisha mahali palipo paruza, nitavunjavunja vipande milango ya shaba na kukatakata mapingo ya chuma, nami nitakupa hazina za gizani na mali zilizofichwa za mahali pasiri, upate kujua kuwa mimi ni Bwana nikuitwaye kwa jina lako. Na mahala pasiri, ili mahali linaficha mahala pasiri. Kanisa lote ukishaona kuna paka pale, kuna paka huwa anakuja mida fulani hivi, aidha jioni au usiku wakati hampo pale, au kuna paka anaingia anakuwa pale asubuhi au mchana. Majira hayo mara nyingi huyu ni Baali, huyo paka ni Baali, ni pepo Baali. Maana hiyo vita kanisa hiyo inakuja moja kwa moja kwa kutokana na huyu Baali. Sasa hili linazuia kanisa hili likajikuta watu wanapitia hali ngumu, wanapitia mateso ya kiuchumi, chakula, hali dhiki ya mafanikio. Kama leo hii wako tumeokoka, lakini napitia changamoto za kiuchumi, changamoto za mafanikio, ile hali watu wanaingia kwa mashetani, wanatajirika haraka. Sasa hii ni mbinu ambayo Baali alifanikiwa kuidhibiti, kupigana kanisa hili. Hao kilichowapasa kwamba walichotakiwa kufanya yeye ashinda, walitakiwa kushinda hiyo nguvu kwa kunyoka, kuziishi kanuni za Mungu na sheria za Mungu. Lakini jina la pili, pepo wa pili aliingia kushambulia kanisa Smyrna ni malkia anaitwa Eshet-Zenunim. Huyu Eshet-Zenunim, huyu ni bibi wa fiksi, giza na kisasi. Yaani huyu ni bibi wa fiksi, giza na kisasi na uchungu na ufukara. Katika pale hawakuishia tu kuficha hii mali Baali. Zenunim alichokifanya akaweka fiksi, kugombanisha kati ya mchungaji na washirika. Yaani mara muumini analala anaota joka madhabahuni, au mchungaji anageuka amekuwa joka. Analala mshirika anakuta siji mchungaji anamwona mchungaji yuko uchi, au mchungaji anazini. Ili bibi wa fiksi huwa linachonganisha, linagombanisha mchungaji na washirika, au mshirika kwa mshirika, mzee wa kanisa kwa mzee wa kanisa, Mkristo kwa Mkristo, mahusiano. Yaani unakuta anakuonyesha kwamba mume wako au mchumba wako anazini na mtu fulani kwenye ndoto, alafu anakuingizia uchungu na giza la kutokuelewa nini inafanyika. Kwa hiyo unakuta tu unachukia, unaachana, na mahusiano yanavunjika, ndoa inavunjika, familia inavunjika, uongozi unaacha, kanisa unaacha kusali kanisa la kweli, unaacha kufanya ibada pale. Sababu huyu bibi wa fiksi huwa anachanganya vichwa vya watu na kuharibu mifumo ya kanisa, kuanzia mtu mmoja, imani moja. Yaani anaangalia wale vinara kwanza, anaanza kuwa fiksi, kuatilia fiksi, yani uongo, uchonganishi, uharibifu fulani. Alafu anakupa giza, kwa kipofu. Yani hata ukionywa huonyeki, hata ukielezwa ni vigumu kusikiliza, kwa sababu macho, masikio yanaikuwa giza. Huwezi kuelewa, huwezi kusikia, huwezi kuona. Hata ukiambia hamna bwana, hiki kitu hakipo hivi, kipo hivi, huyo mtu mpaka anaondolewa kabisa, kwa sababu fiksi na ule uchungu, na anakuwa na uchungu. Mnakuta mtu anaota ndoto kwamba mke wake anamchiti, alafu anamka ana ule uchungu. Sasa huyu bibi fix anachokifanya ili uzingatie kwamba hicho ni kitu cha kweli cha moja kwa moja. Sasa kule alikuwa anaonyeshwa kwamba mzee wa kanisa fulani au shemasi fulani ananiloga, yani anaona kabisa fulani huyo amekuja anamkaba, anafanyeje, na yule naye anaonyeshwa kwamba mpendo fulani ameenda amemkaba, yule anaonyesha mzee wa kanisa akamkalia, yule anaonyeshwa siji mchungaji kageuka joka, siji madhabahu inageuka bahari, siji nini. Kwa hiyo alichanganya vichwa vya kanisa, na kwa sababu pia walikuwa na uchungu wa mafanikio, hali ilikuwa mbaya, maisha yalikuwa magumu, wakajikuta kwamba wanamwacha Yesu, wanaacha ibada, wanakata tamaa, wanarudi nyuma. Zenunim ameharibu watu.
Lakini pia jini mwingine aliyehusika kufikiria ili kanisa la Smyrna linaitwa Pani. Ili jini Pani, pepo Pani, linaonekana sura ya Griffin. Griffin ni pepo mmoja, ni mnyama mmoja pepo ambao kule milima Himalaya kwenye lile hekalu la Night Dark Temple, huyo mnyama anatumika sana Griffin. Yuko kama mamba na mbawa, na ni pepo ambao linalinda ile milima Himalaya na ile michini Migoi anazunguka pale muda wote. Lakini yapo ama Griffin wapo katika ulimwengu wa kawaida wapo, lakini wanatumika sana kishetani, kichawi katika kufanya uharibifu. Huyo inaonekana sasa kama mamba mkubwa ambalo lina mabawa linaruka, ile lenyewe ndo likionekana. Alafu pia yule mamba ana mapembe, tunaona mamba yule ana mapembe. Na hili Pani pia linachokifanya linashindana mafanikio na nyota za watakatifu, mafanikio na nyota. Yule Pani ni pepo ambalo linadili sana nyota za watakatifu na mafanikio. Yani pale unaanzisha hiki, kila ukifanya biashara unakuwa na vita kubwa sana, ukianzisha kitu kinakuwa na mapingano makubwa. Ili ufanikiwe unaomba, yani unapata vitu vyako kwa taabu sana na kwa shida sana. Kanisa ile ongezeka na yani unaongezeka kwa taabu na mifungo sana, maombi sana, kwa taabu na shida sana. Griffin, ile Pani ni pepo baya pigana ile kanisa. Kwa hiyo watu mafanikio yao ilikuwa haieleweki, yani leo anakuwa hivi kisha kwa vizuizi vingi. Na wewe ukiona vizuizi wa mafanikio, umesoma kila ukiapply ajira upate, umesoma unataka kumaliza form 4 ugonjwa unakuja na ugua, au mwingine anasoma ila anakaribia tu siji mara nini kimekuja kimemaliza kinamlamba, mara unazaa watoto wanakufa, pata mimba inaporomoka, maisha yanakuwa yanaharibika, naanzisha vitu vinakufa, mara naanzisha michakato ya maombi inaharibika. Ili pepo Pani linadili sana kuwa kizuizi kwenye mazingira kama haya na nyota za watakatifu. Na ilikuwa linadili pia na nyota wa kanisa la Smyrna. Wale watu walikuwa watu wanapitia mateso makubwa sana ya kiuchumi. Mungu anamwambia wewe ni tajiri. Yani walivyojiona wao ni mapepo yanatazamisha, lakini wangevumilia, wangekaa kwenye kanuni, maana yake wao ni matajiri. Na wakati mwingine Yesu anataka watu wakae vizuri na yeye ili waweze kupata mafanikio kwa njia halali. Sasa hao walifika sehemu uchungu lingia, sikiza, bibi afiksi kashaingizia uchungu, na huyu Baali kashaficha zile mali, imekuwa vigumu. Ajira wanaajiriwa watu wengine, lakini wa Kristo walikuwa mpaka afunge sana kwa taabu sana ndio mafanikio. Mpaka leo ipo hiyo hali, mtu unakuta anakata tamaa ya wokovu, anarudi nyuma anasema hakuna Mungu. Anakata tamaa ya wokovu, anaenda kwa waganga na ushirikina ili afanikiwe. Na kanisani yupo na kwa waganga yupo, kwa sababu anataka, uchungu umeshaingia kwamba mbona Mungu anisaidii. Bibi amfiksi huyu Queen Eshet Zenunim, ile ni pepo baya linaingiza hiyo uchungu. Yani mtu anakuwa na uchungu tu, hivi Mungu kwa nini mimi tu, kwa nini mimi tu. Na wakati mwingine anaweza kufanya watu wa pagani, marafiki zako, wanafanikiwa kuliko wewe ambaye umemshika Yesu. Sasa hao wanaleta hizo fiksi ili uache wokovu. Kinachotakiwa wewe ni kutafuta uso wa Mungu na kuendelea kuwa mwaminifu. Nyota zile za watakatifu ya Pani anachezea nyota na haribu nyota za watakatifu, kwamba anaangalia kule katika nyota kuna kitu kinaitwa tabia sumu. Ukichunguzwa kule na kifungo moja tabia sumu unayo, basi unaadhibiwa, wanakufunga. Sasa hili kanisa hawakujua chochote kuhusu nyota, hawakujua chochote kuhusu haya mambo ya maarifa ya roho, na ndio shida mpaka kanisa la leo. Wachungaji wanabaki tu kutia moyo watu, utafanikiwa, naenda utabarikiwa, utafanyaje. Kumbe mtu ana tabia sumu za kwenye nyota na amefungwa hiyo kama hati ya mashtaka. Ile pepo Pani alidili na maisha ya nje, linadili na mfumo wa nyota za watakatifu, kwamba huyu tabia yake sumu ni hasira. Kwa pinda anapokuwa na hasira na haribiwa mambo yake. Sasa unakuta mchungaji mwenyewe ana hasira, utafikiri nani? Na au unakuta Kristo wa umo hasira, huyu hivi mara kununa mara kususa. Ni tabia vidogo, lakini zenyewe Pani ndo linashikilia sana hapo na kuhakikisha ufiki mbali.
za wengi kwa sababu ya kutokujua, anabaki kufariji, tafanikiwa, tainuka, sijui nini, lakini watu wanafika sehemu kama magonjwa na ugua mpaka anakufa. Hakuna uponyaji. Je, ni kweli Mungu haponyi? Mungu anaponya, ila watu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Sasa huyu pepo pan alikuwepo pale, ndio miongoni mwa pepo aliyoua kanisa la Smyrna, na huyu kazi yake pia anafanya vifungo na mateka ya kimwili na kiroho. Yaani wanamfanya mtu kuwa na vifungo na kumfanya mtu kuwa mateka katika ulimwengu wa roho na katika ulimwengu wa mwili. Yaani wewe unaishiaga kwenye mzunguko ule ule, kizuizi kile kile kushika 100,000. Yaani ukishika milioni, zaidi ya milioni ngapi, unashushwa chini. Yaani umewekewa mipaka. Huyu linafanya anaweka mipaka kwenye mambo yako, kipato chako, yaani vitu vyako vya kukuletea amana na kuwekea mipaka. Kwa hiyo kila ukifika kiwango fulani anakupromotion. Ukifika hatua fulani unashuka, yaani anakuwekea mipaka wewe wa kuishia kushika kiasi kadhaa. Au wewe wa kuishia kufanya biashara kwa siku wateja kadhaa, upate wateja kadhaa. Hii pani inadili na hivyo vifungo na mateka. Mateka kimwili na kiroho vya mafanikio. Ukatili na mateso vilikuwemo ndani ya ile kanisa. Manake pepo pani pia ni pepo ambalo linasababisha watu wawe wakatili na mateso. Kanisa hilo la Smyrna lipitia ukatili na mateso mbalimbali. Yaani hapa ndipo unapohitaji sasa kujua, mtu wa Mungu, kwamba wakati mwingine unahitaji sana kwa makini. Usiteseke tu bila sababu. Watu walipigwa vipigo kwa sababu tu ya wokovu wao. Waliuawa kwa sababu ya wokovu wao. Ila wengine waliuawa kwa sababu ya manyanyaso ya kukosa pesa, wakawa na madeni mengi. Pepo pani linachafua nyote na kuweka madeni mengi. Watu wanapitia mateso, manyanyaso. Kanisa la Smyrna lilipitia wakati mgumu, japokuwa Yesu alikuwa anaambia kwamba wewe utajiri, ila kinachofunga ni nini? Yaani wewe muda huo unakosa hata chakula, afu unaambiwa wewe ni tajiri. Unamwona huyo anayekwambia, utaona hivi kweli ni sawa au ni longolongo? Anasema wewe ni tajiri. Lakini hao walipitia wakati mpaka kula kwao kwa taabu na shida. Manake ile kanisa hili lilikuwa na imani sana. Yaani walikuwa ni watu ambao wanaamini kwamba Bwana atafanya. Lakini wakajikuta sasa kuzimu imesababisha madeni kwa 666, kwa sababu roho ya madeni ni roho ya 666 na nguvu ya mpinga Kristo, Antichrist na kamari. Hizo ni roho za mpinga Kristo. Lakini pia wakajikuta pamoja na madeni wananyanyaswa. Yaani wanafika sehemu kwamba huyo mlokole hataki kuajiriwa, sijui nini na nini na nini, hapewi kazi, hapewi ajira kwa sababu ameokoka. Wanakuta sehemu kwamba wanapewa vigezo, masharti magumu ili kwamba washindwe kufanya zile kazi, zile shughuli, ili washindwe kujiingizia vipato. Na wao wenyewe pia waliteseka kwa sababu ya ujinga fulani, kwa sababu walikuwa hataki kujishughulisha na baadhi ya kazi kwa sababu wao wameokoka. Pepo pan ni pepo baya sana, limeharibu ili kanisa Smyrna na haya mengine Esheti, Zenoni na huyo mwingine, huyo bahari naficha. Leo kama kuna watu umefichwa mafanikio yako, yachomolewe kwa jina la Yesu. Kuna vitu vinahitajika sana sana sana, lakini ili wokovu wako uwe vizuri, ni vizuri pia ukafanikiwa, maana mafanikio ni mpango wa Mungu. Hao walipitia mateso ya namna hiyo na ukatili mkubwa sana. Yaani mtu anauawa anasema anamwachia Yesu, mtu anapiga anasema anamwachia Bwana, sijui nini. Kumwachia Mungu ulikuwa kwingi. Mwisho wa siku wakaingia kwenye matatizo, kanisa likapigwa, uvumilivu wao ukafika hapo. Mateso yale yaliwalemea. Unajua haya mapepo kazi yake kufanya kwamba umekuwa na umevumilivu, wanaongeza zaidi mateso. Mwisho wa siku mtu anaacha imani, hana chakula kanisani, anaona kufanya sijui, hana nini, hana biashara, hana nini, hana anachokifaa. Yani anafika sehemu huyu afadhali ya huyu afadhali ya huyu afadhali. Michango hamna, fedha hakuna kanisani. Mchungaji mwenyewe ilibidi achoke, aache ile kazi ya huduma. Hii tulikuwa tunaangalia haya makanisa mpaka ilivyokuwa.
na wachungaji waliishi wapi. Ilikuwa ni hali mbaya zaidi kanisa la Simini. Lakini kanisa lingine hili ni Pergamo. Pergamo ili Ufunuo 2 hiyo 12 mpaka 17. Takwambia ile kanisa la Pergamo, Ufunuo 2:12 nasema, na kwa malaika wa kanisa lililoko Pergamo andika, makali kuwili andika, haya ndiye anenayo yeye aliye na huo upanga mkali wenye makali kuwili, na pajua ukapo, hapo ndipo penye kiti cha enzi cha Shetani, naye walishika sana jina langu, wala hukuikana imani yao. Hata katika siku za Antipas shahidi wangu mwaminifu wangu, aliyeuawa kati yenu, hapo akaapo Shetani. Lakini ninayo maneno machache juu yako, kwa kuwa unao huko watu washikao mafundisho ya Balaamu, yeye aliyemfundisha Balaki atie ukwazo mbele ya Waisraeli, kwamba wa vile vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu na kuzini, vivyo hivyo wewe nawe unao watu washikao mafundisho ya Nikolai vile vile. Basi tubu, na usipotubu naja kwako upesi, nami nitafanya vita juu yako kwa huo upanga wa kinywa chako. Yeye aliye na sikio na alisikia neno ile ambalo Roho ayaambia makanisa. Yeye ashindaye nitampa baadhi ya ile mana iliyofichwa, nami nitampa jiwe jeupe, na juu ya jiwe lile limeandikwa jina jipya asilolijua mtu ila yeye aliyelipokea. Kanisa la Pergamo. Pergamo ni kanisa ambalo lilihitaji tu kutubu. Yesu alitoa ujumbe ili watubu tu, yaani kutubu sio mdomoni tu, waachane na maisha walikuwa nayaishi mabaya, watubu. Kulikuwa na wachawi mle, mawakala. Sasa majini au mapepo yaliyopigana moja kwa moja ili vita pale mpaka kumaliza. Kilichoua kanisa la Pergamo nini? Hao walihitaji kutubu, lakini hawakufanya toba, walikuwa ukaidi. Sasa akatumwa kule Balaamu au Balaamu. Balaamu huyu aliingia mle kama mwalimu, aliingia mle kama mtu mzuri, Mkristo mzuri, lakini Balaamu, kuna pepo hili linaitwa Balani au Balaamu, pia ni pepo. Hili linaonekana lenye vichwa vitatu. Kichwa cha kwanza kama fahali, kichwa cha pili kama kondoo, kichwa cha tatu ni mtu. Linaonekana kama mtu mwenye mkia wa moto na limepanda dubu na kushika mweo. Kwanza kama fahali, cha pili kama kondoo, na vichwa vitatu hivi Balaamu. Hili ndilo wakashawishi, yaani waliingia mnafikiri ni mtu analeta mafundisho, wakaingiwa na ushawishi mkubwa, wakajikuta kwamba wanamwamini Balaamu. Sasa Balaamu huyu hakuwa mwanadamu wa kawaida. Ili pepo Balani, jina lingine linaitwa Balaamu. Balaamu yule unasoma kule alichukua jina la huyu pepo. Yako mapepo anachukua majina ya binadamu, na yako binadamu anachukua majina ya mapepo. Hilo ndipo ni halisi. Sasa pale huyu Balaamu linafanya kazi gani? Balaamu halikubaliani na hofu wala toba. Ile pepo kwanza likishaingia kushambulia kanisa, hilo kanisa linakuwa sio watu wenye hofu wala sio watu wenye toba. Wataonywa, atakemea dhambi, kama mchungaji atakemea dhambi, atakemea sijui nini na nini, bado watu ndo kwanza wako pale pale wanatetana, mambo ya maovu yako pale pale, watakemea, atafanyaje. Lakini haya mafundisho ya Balaamu yalikuwa mabaya zaidi, kwa sababu yalipotosha kanisa, yaliharibu kanisa na Wanikolai. Sasa hili kanisa liliingizwa kwenye hawa Wanikolai. Wanikolai pia ni tawi la Balaamu, huyu pepo Balaamu. Hii wazo lilikuja, fundisho la Wanikolai likoje? Wanikolai waliamini katika vitu, kwamba mtu ili aokoke ampelekee suti, wapike ubwabwa pale, wafanye sherehe, wavute watu kwa njia hiyo, au weke sijui kama leo hii kuna baadhi ya makanisa wanaleta ile kwamba waja tutengeneze timu ya mpira kuwavuta vijana wengi ili waje. Sasa yale ni mafundisho ya Nikolai, na Nikolai ni tawi la Balaamu, huyu pepo Balaamu. Ilikuwepo kule kwamba mtu ile, yani wanaofuata watu wanaenda wanawapa vitu vizuri vizuri, yani hawahubiri kwamba watu waache dhambi, ila wanawapa vitu vizuri vizuri. Na hata wale walioko ndani ya kanisa wanadai vitu na wanapewa.
wana tunataka singeli, na singeli inakubaliwa kanisani. Tunataka mchungaji, tunataka siji mapiano hapa zifanyike sana, mapiano, nyimbo za mapiano ndio iwe sifa yetu, basi wanazifanya sana. Kwa hiyo yule mchungaji akakuta kwamba anakubaliana na Wanikolai ambao tawi la Balaamu, huyu pepo Balaamu, na fundisho lake likaingia mle kwamba watu wana ni mali ya Mungu, haitakiwi kukemewa dhambi, lakini Yesu aliwapa ujumbe kwamba unatakiwa kutubu. Sasa wakati mambo ni mengi walikuwa nayafanya, hayakuwa hayaruhusu watu kutubu, yaani wakajikuta watu wanafanya vitu wakizani kwamba wanamfanyia Mungu kiduku cha Yesu, sijui singeli, taarabu ya Yesu. Ndio hii kanisa lilikuwa na hii mtu anakuambia hii sijui nini ya Yesu, sijui mpira wa Yesu, timu ya Yesu ya mpira. Sisi tulikuwa tunachezesha huo mpira wa kuagiza, huo mpira huo umetoka kwa Yesu wapi? Kwa hiyo kama wewe ni shabiki sana mpira, acha ushabiki, hayo yanakotokea huyajui. Mipira hii tulikuwa tunaichezesha kwa kuagiza kule, kwamba inakuja timu bwana, nataka tushinde hapa, moja mbili tatu, unachezeshwa juu ya kaburi na timu zote, wachezaji wote 11 wa huku, wachezaji wale 22 wa huku na 22 wa huku, wote, hata yule anayekaa benchi alishacheza usiku, wanachezeshwa pale. Na pepo linaloamua maamuzi ni pepo bane. Pepo bane ile linaamua maamuzi, kwa sababu au bune, linaitwa bune, ndio linaloamua pale kutokana na kafara iliyotolewa na hiyo timu. Kwa hata kama timu ndogo kubwa, ile inayotoa sana kafara ndio linaloshinda, anayeshinda sana. Pepo bane linaamua, sababu lenyewe ndio linazalisha nguvu ya mpira, yani yenyewe ndio baba, anaitwa baba wa hiyo mipira. Nasikia mipira, si basketball, michezo hii, pepo bune au bani, ilo pepo linazalisha. Sasa hivi vitu, mfano mpira ukiwa unaenda goli hivi, ile pepo bune litaachilia ule upepo wa kichawi, yani unaenda kwa wepesi, huku watafungwa haraka, ila hao wakija kwa kitoka huku kwenda huku wanakuwa wazito, yani mipira yao hata akipiga ikifika langoni itaenda juu. Ule pepo bune, ile pepo bune linapaisha hivi. Ndio timu kubwa zinavoroga, achana na wanaotega vijiti sijui, lakini hizo timu kubwa zinavaroga hivyo. Na ule mpira unachezeshwa kwenye kaburi kabisa, saa 9 usiku nacheza pale, matokeo yanajulikana pale pale kwamba mtaenda kushinda wale waliotoa kafara kubwa. Sasa kama pale pale ameshindana huyu timu ndogo ametoa kafara kubwa, naona leo hii mtu anashangaa, mfano timu sijui Barcelona amefungwa na katimu ka kijinga, sijui nani amefungwa na katimu, sijui Yanga amefungwa na katimu, sijui Simba. Kafara, pepo bune linaangalia sana ile kafara. Na wale mpira unaocheza bwana, una kitu gani? Una ng'ombe 7 hapo, leo mwingine na ng'ombe 2, basi umeshafeli. Ila likasema na ng'ombe 7 na watu vichwa viwili vya huyu, akasema na ng'ombe 7 ila sina vichwa. Huyu mwenye ng'ombe 7 na vichwa viwili anashinda. Ndio maana wale wanaocheza wanaobeti kufanyaje sijui, huwa mara nyingi hawajui hiyo vitu. Unakutana mimi timu itaenda kushinda, lakini ghafla matokeo yanabadilika. Pepo bune na huyo Asmodeus inafanya kazi ya kubadilisha matokeo mwishoni pale. Yani wale wanaofaulu kwenye hiyo lazima wawe na ile pete ya Asmodeus na maelekezo, na kafara huwa anatolea ile pete damu ili awe, yani yeye ni Freemason, utajiri wake upo kwenye kubeti. Freemason wako wa namna hiyo, lakini mwingine utajiri wake upo kwenye mpira tu, ni Freemason. Ndio mwingine ukitakifunga anashangilia sijui nini anafanya, ishara zingine mnazijua. Kwa hiyo sasa Wanikolai ndo fundisho lao lilikuwa la mpira, lilitokea huko, na lilikuwa fundisho kwamba sijui kila kitu ni cha Mungu, ya michezo, mambo maovu ya Mungu, yani mengine analetwa tu ili kwamba mambo mengine, yani ifika sehemu kwamba vyakula sherehe haziishi. Yani watu wanafundishwa ndoa wakati tayari wameshafanya uzinzi, mambo mengine yalikuwa maovu, wanaacha hawakemei, wakati Yesu anataka watubu. Sasa pepo Balaamu ni pepo ambalo
hili lenyewe halikubaliani na kitu inaitwa hofu ya Mungu au toba. Ikaa ndani ya mioyo ya watu. Toba, hofu ya Mungu haipo. Hili pepo lilikaa ndani ya mioyo ya watu, watu wanakosa toba. Unajua Mungu, sikiliza niwaambie watu wa Mungu kwamba Mungu ni Mungu anayependa sana toba. Haijalishi kwamba ni wapi ulikoanguka. Yes, hapo anaambia kumbuka ni wapi mlipokosea, mlipoanguka, mkatubu. Yeye anasema pia kwamba mwenye haki huanguka mara 7 kisha uinuka kaenda tena. Lakini sasa kitu cha kusema toba, kama leo hii kwamba mtu mwingine anakuta anafundisha sasa mlokole wewe kwa nini ufanye uombe toba, wewe umeshaokoka basi wewe mtakatifu. Kila maombi mtu wa Mungu, kwenye kila maombi unayoanza anza na toba na utakaso ili uwe sawa. Lakini pia mambo ya Nikolai na Balaam yalizama mle ndani ya kanisa. Watu kama kuna mambo ambayo hayafai, mchungaji mwenyewe anaruhusu au ile kanisa linaruhusu, ile dhehebu linaruhusu, ile askofu anaruhusu, watu watakuwaje na hofu? Kwa sababu amesharuhusiwa. Na kulikuwa na harambee mle, michango mingi, mambo ya mizaha. Pipi moja inauzwa sijui kwa 10,000 sijui nini na nini, mizaha ya michango mingi ya harambee nini na nini. Ile mizaha sijui soda inauzwa kwa 100,000 sijui nini, wale viingiza mle ndani ya kanisa. Sasa pepo ili kanisa liliuawa kwa vitu kama hivyo. Kuna vitu vingine utakiwa mvitenge na madhabahu ili mwezi kuwa salama. Na maisha kama hayo kisha changanya Mungu na mambo ya dunia, huwa malaika wanaondoka lile kanisa, anatoka anapeleka taarifa Mungu, watu hawa angalia wanachokifanya. Yule malaika anakosa nguvu ya kulitetea kanisa. Kwa hiyo sasa Balaam aliingiza ili pepo balani. Pepo la pili washambulia pale ni huyu malkia anaitwa Agrat Maharati. Akaingia na huyu sasa. Wote anashambulia ili kanisa. Huyu anaonekana kama mwanamke mwenye pembe za ndovu na mduara wa juu kichwani mwake. Huyu ana mapembe kama pembe ya ndovu. Ndovu unafahamu yule nyati. Sio mapepo yote yana mapembe, ila huyu ana mapembe na kama ana mduara wa juu. Huyo anaitwa Agrat Maharati. Malkia huyu ni mafundisho potovu, ndoto na maarifa ya kichawi, roho waovu. Yaani huyu anachokifanya ni kuingiza mafundisho sasa potovu na mtu kulishikilia ile fundisho potovu. Ndoto anakuotesha pia ndoto mbovu mbaya. Na huyu pia anatoa maarifa ya kichawi. Mle walikuwepo wachawi, anatoa maarifa ya kichawi, roho ya uovu. Kwa ndani ya kanisa kukaepo waovu na wachawi. Antipas akawa pale yeye tu mbaya kwenye kiti cha shetani, kwa sababu mpaka mchungaji sasa, ukishaona kwamba mchungaji anaanza kukupa hiyo ofa, endelea hivi, endelea fanya tu kwa Yesu nini, huwa hao sasa baadaye ni rahisi kushawishiwa na uchawi. Sasa mpaka mchungaji pale naye akaanza kuwa mchawi. Pergamo, hii ni kanisa hatari sana. Mpaka naye akaanza kuloga, akafundishwa maarifa ya uchawi na huyo Agrat Maharati. Kipindi kile walikuwa wanaona vitu vingine, walikuwa wanaona malaika anakuja, wanaona jini, pepo anakuja, wanaona. Sasa yeye kwa sababu ya tamaa akafundishwa uchawi na ndoto, kaanza kuotesha kwenye ndoto mambo mengine tofauti, kwa muondolea ujasiri. Bwana, yeye usipokubali kanisa utakuwa huna watu. Sasa baadaye kilichotokea, watu hawa wakaanza kanisa likaanza kuharibika. Mmoja na wale wengine wakarudi, wakaona bora sasa twende tukale raha zaidi duniani. Wakaenda sasa kwenye madisco nini, wapi wakapotelea mtaa. Kwa sababu alichokuwa anakifanya kanisani na mtaani vipo. Na huyu uchawi wake huyo Agrat Maharati akapiga kanisa, piga wale watu, piga yule mchungaji, kaharibu. Roho waovu wakaingia pale, wakaanza kutenda kazi. Ile madhabahu ikawa haitoi majibu ya uponyaji, haitoi majibu kwa watu, bali wanaishia tu kamatana uchawi tu, kutumiana mambo mengi mara hapa mara. Ukishaona hiyo ujue ni dalili
mojawapo kwamba mnatumiana uchawi, mnatumiana huyu mbaya, huyu mzinzi, sijui huyu mlevi, huyu nini, hizo tuhuma, unajua kuna uchawi tayari umeshaingia hapo, unapata advantage. Antipas aliuawa na huyu hapo hapo hiyo madhabahu hiyo, kwa sababu mchungaji mwenyewe kwanza alikuwa ana maagano ya siri kabla ya kuagizwa kutubu. Alikuwa vizuri, alipoagizwa kutubu hawa, badala ya toba ndo kwanza kuongeza uovu. Hiyo ndo ikaja kuwa tatizo. Pepo mwingine anaitwa pepo neno. Pepo hili linahusishwa na kifo cha kiroho na kimwili. Pepo neno, haya mapepo matatu ndio aliyeshambulia kanisa la Pergamo, ndio aliyekufa Antipas kwa sababu ya neno. Huyu neno, pepo neno hili lenyewe linaua watu wateule. Kina Stefano, kama vifo vya kina Stefano, vifo vya kina Paulo, kina Petro. Pepo neno linahusika sana na vifo kama hivyo, kuua watakatifu kiroho na kimwili. Yaani wanaanza, mfano kiroho, unakuta mtu anaanza anaibuka tu na neno kwamba ufunuo ana sijui kutakuwa na nini cha upako. Kwa hiyo miujiza ile inapelekwa kule, watu wanakufa kiroho, neno linageuzwa. Mwingine anakuja na neno, unakuta anasema, yani Yesu amesema kitu kingine na anamaanisha kingine tofauti, nachanganya. Sasa ile pepo lina uwezo kuua mtu kiroho, yani mtu anakufa kabisa kiroho, hali ya kiroho anapoa, anakuta hofu ya Mungu haipo, maisha ya kiroho yanatoweka, ile hofu ya Mungu inatoweka. Na ukimuuliza kwamba unakuwa kama mjuaji sana, yani kabla mchungaji afundisha anishajua. Akifundisha hapa anajua mchungaji atasema hivi, huyu mhubiri ataenda hapa, atamaliza hivi. Ujuaji wa neno la Mungu, maarifa na mafunuo mengine ya kipepo, watu wakaanza kufunuliwa, huyu ana neno hili, huyu ana neno hili, mafunuo haya, huyu ana mafunuo haya, wakaanza kulipotosha neno na kuharibu. Antipas aliuawa pale, alikuwa anasimama katika kweli, mwaminifu asiyetaka kumwasi Mungu. Akawa anawaambia, jamani, Paulo, Petro, watu wale waliopita hawakuhubiri hii injili ya namna hii, hawakuhubiri watu wapate vitu ili waokoke, hawakusema watu wafanye hivi ili waokoke. Tuhubirini injili ya toba, watu watubu. Antipas alisimama katika uaminifu wa injili ya kweli, lakini akaja, kwa sababu kanisa lilifundishwa, kuna wengi walikuwa wachawi, na kitu kile mwenyewe aliyekaa pale, yule mchungaji alifundishwa maarifa kichawi na Agrat Maharati, akaanza kuwa adui na Antipas, akafa Antipas pale pale, lakini kwa sababu alikaa kwenye madhabahu sio sahihi. Hizi madhabahu zina nguvu sana kufanya uende mbinguni au la. Jitahidi sana utafute madhabahu iliyo sahihi. Kanisa lingine ni Thiatira. Thiatira, tusoma Ufunuo 2:18 mpaka 29. Ufunuo hii sura ya 2 mstari wa 18 mpaka mstari wa 29. Inasema, na kwa malaika wa kanisa lililoko Thiatira andika, ndiyo anenayo mwana wa Mungu, yeye aliye na macho yake kama mwali wa moto na miguu yake mfano wa shaba iliyosuguliwa sana. Na yajua matendo yako na upendo na imani na huduma na subira yako, tena kwamba matendo yako ya mwisho yamezidi yale ya kwanza. Lakini na neno juu yako ya kwamba wamlizie yule mwanamke Yezebeli, yeye ajiitaye nabii, na kuwafundisha watumishi wangu na kuwapoteza, ili wazini na kuvira vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu. Nami nimempa muda ili atubu, wala hataki kutubia uzinzi wake. Tazama, nitamtupa juu ya kitanda, na hao wazinio pamoja naye wapate ziki kubwa, asipotubia matendo yake. Nami nitawaua watoto wake kwa mauti, na makanisa yote watajua kuwa mimi ndiye aichunguzaye viuno na mioyo. Nami nitampa kila mmoja wenu kadiri ya matendo yake. Lakini nawaambia ninyi wengine mlioko Thiatira, wowote wasio na mafundisho hayo, wasiozijua fumbo za Shetani, kama vile wasemavyo, sitaweka juu yenu mzigo mwingine, ila mlichonacho shikeni sana, hata nitakapokuja. Na yeye ashindaye na kuyatunza matendo yangu hata mwisho, nitampa mamlaka juu ya mataifa, naye atawachunga kwa fimbo ya chuma, kama vyombo vya mfinyanzi vipondavyo
kama mimi nami nilivyopokea kwa Baba yangu, nami nitampa ile nyota asubuhi. Yeye aliye na sikio na asikie neno hili ambalo Roho ayaambie makanisa. Thiatira, hilo ni kanisa ambalo kwanza lilishambuliwa kwa nabii wa uongo, kupitia nabii wa uongo. Ndani kulikuwa na nabii wa uongo huyu ambaye ni pepo wa kwanza kabisa, anaitwa Beliali. Beliali huyu ndio nabii wa uongo. Unaposikia nabii akakamata yule nabii wa uongo akatupwa katika ziwa la moto, huyu ni Beliali. Beliali alikuwepo kule kwenye ile kanisa, kushambulia, na hili pepo linahusika na uongo na udanganyifu wa kimafundisho. Mmoja roho chafu ya chula anahusika na uongo na udanganyifu wa kimafundisho. Anahusika na sanamu za kunena pia. Beliali, ile sanamu ukatiwa pumzi itanena, ni Beliali anahusika na hiyo sanamu. Yaani huyu ndio pepo anaitwa nabii wa uongo. Jina lingine Beliali. Huyu jina lingine anaitwa nabii wa uongo. Yupo pale kati ya wafalme 9 wa kuzimu. Yuko pale. Huyu ni mmoja wapo wafalme 9 wa kuzimu, Beliali. Na huyu pia anasimamia mji wake mmoja anaitwa Miltias, jimbo lile la kuzimu. Na anahusika sana na uongo na udanganyifu wa kimafundisho. Sasa mafundisho ya uongo, anahusika na sanamu pia za kunena. Hii nimezungumza na nitaizungumza kwa sababu hapa walilizia kwamba wazini na kuvia vitu vile sadaka kwa sanamu. Hapa ndipo wanapoambiwa kwamba sijui Yesu, msalaba wa Yesu, mtu anavaa, sijui Yesu amepigiliwa kama kasanamu kama ka Yesu amepigiliwa, sijui usali nini, sio huo mve Mariamu mtakatifu, sijui bikira. Mafundisho ya uongo. Mariamu mwenyewe alizaa watoto 3 badala ya Yesu. Kulikuwa na Yusufu, Yakobo, walikuwepo wengine. Yesu alikuwa na ndugu zake. Mariamu hakuwa bikira, lakini leo anamtaja kama bikira. Mafundisho potovu yanamtaja Mariamu kama bikira, na mafundisho mengine potovu wanasema kwamba si kushikilia siku. Mafundisho kama ya namna hiyo kwamba kwa vile vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu, haya imani potovu, sijui kuna nini, sijui sakramenti zingine, sijui nini, sijui. Haya ni mafundisho mengi ni potovu ambayo yaliingia katika hilo kanisa na walizini pamoja na Yezebeli. Sasa huyu Beliali ni fundi na ni bingwa wa sanamu. Moja mbinu ya kwanza kabisa kati ya mbinu 66 za kupigana na kanisa ni sanamu. Wanabusu sanamu, wanaisalia sanamu, wanaweka sijui mfano wa Yesu, wanatengeneza sijui kama ndo nani, wanamfananisha Mungu na vitu fulani, wakati Mungu anasema msinifananisha na kitu chochote. Lakini sanamu pia inaweza kuwa ndani ya moyo wa mtu, ni vile ambavyo anaweka sana vipaumbele mambo yake kuliko mambo ya Mungu. Sasa mafundisho haya yaliingia humu, yale ya zinaa, ya uzinzi, na wala hataki kutubu. Yani mafundisho ya uasi, kwamba kutumia vimzizi na mitishamba ni kitu cha kawaida. Ukienda kwa mganga na kanisani, saa mradi jisaidie, Mungu anasema jisaidie nami nikusaidie. Ndio hii fundisho lilikuwepo, usaidie nami nikusaidie. Iko ni kitu ambacho kifuatilia Mungu hajasema, lakini ni fundisho potovu. Sasa naambia shikeni sana mlicho nacho, ili asije mtu akitwaa. Manake pia nao walikuwa hataki kuhutubia baadhi ya vitu, kwamba mafundisho, yani matendo ya mwisho yalizidi ya kwa, lakini bado walishika mafundisho potovu, na mwisho wa siku nabii wa uongo alikuwa anapotosha ile kanisa. Na pepo wa pili anaitwa Yezebeli. Yezebeli huyu malkia chini ya bahari, malkia wa ufalme wa shetani wa baharini. Huyu malkia wa baharini anahusika kuingiza mitindo ya mavazi na misuko na mapambo ya kishetani. Misuko ya kishetani ya kipepo, kulingia mle kusuka hivi, mtu anasuka staili hii, sijui dragon, sijui staili ya jicho la mke mwenza, sijui staili ya nini na nini, staili mbalimbali na mitindo mbalimbali ya mapambo na mavazi ya mashindano. Kumekuwa na mashindano,
kwamba bwana, ili uokoke uvae vizuri, sijui nini, uonekane umeokoka. Watu wanaingia mle kushindana mavazi, badala kukemewa dhambi, wanaanza kupendwa wale ambao wana mahela na mavazi. Sasa ikaonekana kama wanashika mambo mawili, mafundisho ya Mungu na shetani, wanazini. Unapoenda nje ya mapenzi ya Mungu unaonekana umezini. Sasa haya mafundisho ya Yezebeli aliruhusu kusuka sana, yani ile, unajua unaposuka lazima ujue kwamba iko kitu Mungu hafurahishi nacho, misuko na mapambo hayo. Acha, itakupeleka jehanamu bila wewe kujua, itakupeleka jehanamu bila wewe kujua. Ingiza mitindo ya mavazi, tanavaa mpasuo, hiyo ilikuwepo. Watu wanavaa vimini kanisani, wanavaa mavazi ya ovyo mabaya hapo. Hakuna toba, hakuna hofu ya Mungu, kwamba hiyo sio kitu cha hicho, sio kitu cha kushangaza. Hata leo hapo wachungaji namna hiyo, mwambia wewe vaa vyovyote, njoo visuruali, sijui jinsi nini, mwanamke amevaa visuruali anaenda hivyo kanisani, na yule mchungaji anasema njoo wewe, haina shida, mtu asikuhukumu kwa mavazi sijui nini na nini. Haya alikuwepo, na aliingiza yule Beliali toka lile kanisa ile la Thiatira. Kwa hiyo sasa hivi anapokuja ni marudio, na moja mbinu tulikuwa tunaitumia ni hii ya mavazi. Beliali anapotoa ni nabii uongo, na Yezebeli pia anahusika katika hilo fundisho. Unajua, unapofundisha hivyo wewe ni mali moja kwa moja, na yani moja kwa moja, haina haja kumchunguza mchungaji namna moja kwa moja, yeye ni wakala wa Yezebeli na Beliali. Hawa yani tayari wameshakamatwa na ufalme wa shetani wa baharini. Shakamatwa na ufalme wa shetani wa baharini. Huyu Yezebeli tayari ameshakamata watu wa namna hii. Aliingiza mitindo mbalimbali ya mavazi na misuko na mapambo ya shetani. Mapambo hayo hayatakiwi mwana Mungu, mara macheni, maeleni, mapete, sijui manini, mapambo. Achana nayo. Hayo mengi tulikuwa tunatumia hata kwenye masuala ya kuagiza, kama macheni hayo, wafalme wa anga wanaweza kushambulia tu watu yale macheni, sijui maeleni, vikuku, vinini, vyote hivyo natumika. Pia pepo mwingine anashambulia kanisa anaitwa Loki. Loki ni pepo la ulaghai na tabia ya matusi na kuvuruga. Ile pepo Loki ni pepo la ulaghai. Mle ndani ya kanisa kulitokea na ulaghai na tabia ya matusi na kuvuruga. Ndani ya kanisa mle kukawa na watu na wapendwa, lakini walaghai hata. Yani moja ya watu ambao watakii kuaminika kanisa Thiatira, hawa ni rahisi kutapeli, kukulaghai. Sio walaghai tu wa fedha, hata mapenzi na nini. Ndio maana kulikuwa na uzinzi mwingi, maanake vijana walikuwa hawaoi, ila na walaghai mabinti. Hata kijana mmoja anachumbia na waahidi mabinti hata 10, nitakuoa, lakini mwisho wa siku anazini nao, haoi hata mmoja. Ulaghai ni pepo Loki. Loki ni pepo la utapeli na ulaghai, dhuluma na ulaghai, udanganyifu na matusi na kuvuruga. Matusi sana, kishana tamakoka hapo na matusi. Au wewe tu unasema unampenda Mungu, lakini una matusi. Una matusi sana. Matusi ni lugha ya shetani, lugha za kishetani. Matusi kule huwa wanasalimiana sana kwa hizo lugha za kishetani za matusi. Ni lugha yanayompa shetani utukufu. Na huyu Loki pia ana tabia kuvuruga. Mfano, umekuwa na kuibuka huku kwenye Thiatira, huyo mpendwa anaenda anakopa kwa mpendwa fulani, anakwambia jioni nitakurudishia. Jioni anatoa visababu, kesho nitakurudishia. Kesho anatoa sababu, kisingizio ni mpendwa. Kwa hiyo akikopa ndio imetoka hiyo, anajisamee. Na mchungaji anaenda kukopa kwa mshirika, harudishi, ndio akikopa ndio imeisha hiyo. Sema nimeonyeshwa kiasi fulani kwa mtu fulani, kwa fulani, anaenda anachukua. Simeonyeshwa na nini? Yani ulaghai, mafundisho ulaghai, kwamba simu yako inaenda kuita, sijui maliza, sijui peleka nini na nini na nini, weka hapa mbele za Bwana, toa masofa yako, toa kitu chako, toa TV yako ile pale, Bwana atakupa kubwa zaidi. Ulaghai wa mafundisho, ulaghai wa maneno na matendo. Thiatira
Huyo Belial alivyoingia na haya mapepo mengine, Jezebeli na ile roho, kuliingia na utapeli wa hali ya juu, kuliingia na ulaghai wa hali ya juu. Yaani ukishaamini pale, ukishaingia na vitu vyako vya thamani pale, ukubali kwamba lazima utaviacha pale kwa yule kuhani pale. Na ulaghai wa pale ulikuwa mwingi, sio kwa mshirika, viongozi kwa viongozi, mchungaji kwa mchungaji. Maanake ulaghai uliongezeka kwa viwango vya juu na mapepo yale yaliweza kuliharibu kanisa. Sasa ulaghai ulipokuwepo, kanisa likapigwa. Maanake huyo mkopa huyo hajarudisha, na naona bado anaabudisha pale, kiongozi anaacha, anazira kwenda kanisa. Ni kiongozi afu muongo, anazira. Na huyu amefanya sijui ameahidi kumuoa afu ameoa mwingine. Mabinti wale waliochumbiwa wote 10 wanaondoka ndani ya kanisa, sababu aliwaahidi ataoa afu mwisho wa siku ameoa mtu mwingine, wanazira wale, wanaondoka. Kanisa ndivyo linavyofutika hiyo kanisa la Thiatira. Huyu amemlaghai huyu, kuvurugana pia ni vurugo. Mtu anatoka kanisani na amani, anarudi nyumbani mevurugano, kama uko ndo ametoka kuokoka alafu anaingia kanisani anakuta mevurugano. Nyumbani aliyempeleka mwenyewe kanisani kivuruge, naye anaanza kumvuruga. Yaani mapepo haya yanaweza kuchonganisha mtu na wokovu wake aliopokea. Sasa ongofu pia wanaingia pale wanakuta vijembe vinaendelea, mikwaruzano, mivurugano kati shemasi na mzee wa kanisa, shemasi na mshirika kwa mshirika, Mkristo kwa Mkristo, mivurugano. Anaondoka huyu mtu, hakai pale, anaona nafikiri kuna wokovu huku, kuna amani huku, kumbe nao kanisa liko hivi. Sasa na wale wanaokuazika nao wanazira, wanaacha kanisa, na huyu naye anazira, anaacha kanisa, na mchungaji naye anasema kama mmezira na anazira, na kanisa likaisha kwa mtindo huo, likaharibika sababu ya mtindo wa namna hiyo. Belial alikuwa mle, mafundisho machafu ya Yezebeli ya kuzini na uchafu na ushoga na usagaji. Sadaka zinaletwa pale, mtu kahaba anajiuza ukanatoa sadaka. Mambo ni mengi ambayo yalikuwa yanafanyika kwenye hili kanisa, anachukuliana na mambo maovu, na mwisho wa siku ikaharibika. Kanisa la jingine linaitwa kanisa la Sardi. Sardi ni Ufunuo 3:1-6. Ufunuo sura ya 3 mstari wa 1-6. Biblia inasema, na kwa malaika wa kanisa lililoko Sardi andika, haya ndiyo anenayo yeye aliye na hizo roho 7 za Mungu na zile nyota 7. Najua matendo yako, ya kuwa una jina la kuwa hai, nawe umekufa. Uwe mwenye kukesha, ukaimarisha mambo yaliyosalia yanayotaka kufa, maana sikuona matendo yako kuwa yametimilika mbele za Mungu wangu. Basi kumbuka jinsi ulivyopokea na jinsi ulivyosikia, yashike hayo na kutubu. Walakini usipokesha, nitakuja kama mwivi, wala hutaijua saa nitakayokuja kwako. Lakini unayo majina machache katika Sardi, watu wasiotia mavazi yao uchafu, nao watakwenda pamoja nami hali wamevaa mavazi meupe, kwa kuwa wamestahili. Yeye ashindaye atavikwa hiyo mavazi meupe, wala sitalifuta kamwe jina lake katika kitabu cha uzima, nami nitalikiri jina lake mbele za Baba yangu na mbele ya malaika zake. Yeye aliye na masikio na alisikie neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. Kanisa la Sardi hili lililala, liliingiziwa tamaa ya usingizi wa kiroho na usingizi wa kimwili. Ili kanisa la Sardi lililala kiroho, lipoa kiroho. Sasa hapo ndipo palipokuja kuwa na tatizo. Majini mapepo yaliyofanyika yaliyoshambulia kanisa wa kwanza naitwa Hekate. Hekate linaonekana kama mtu mwenye vichwa vitatu vya binadamu. Hekate ni pepo ambayo linaonekana kama mtu mwenye vichwa vitatu vya binadamu, vyote vya binadamu. Lakini ile kazi yake linaleta usingizi wa kiroho na kimwili, kwa hati ya mashtaka inatengenezwa. Usingizi wa kiroho na usingizi wa kimwili. Tamaa ya usingizi. Hapa wanafungwa kupitia tamaa zao za usingizi wa kiroho na kimwili. Ni kanisa kwanza mpaka ndani ya kanisa watu wanalala. Walikuwa wanalala ndani ya kanisa, wanaota na ndoto ndani ya kanisa. Nafika sehemu sio usingizi wa kiroho tu, mikesha, maombi hawana. Yani watu ni wazito kwenye maombi, wazito kwenye kuomba Mungu, ila mapesi kwenye mambo ya kidunia.
wakati muda huo washaagizwa kutubu, lakini wao wakalala usingizi. Na uchawi huu unafanyika sana kupitia njia panda. Hili pepo linaloga kupitia njia panda ya kuingilia kanisani usiku saa 6 au saa 9. Pepo Hekate huwa linafunga wale kanisa wale Wakristo pale kuingiza usingizi kupitia njia panda ya kwenda kanisani ya hilo kanisa, njia panda kwenda kwenye hilo kanisa, njia panda ya kuingilia kwenye hilo kanisa. Mida saa 6 usiku au saa 9, mida hiyo ndio uchawi unafanyika. Lakini hapo ndo utaona kwamba wale waliokuwa moto wanaanza kupoa, wale walikuwa wainjilisi wanaacho, wale walikuwa sijui watoaji wanaacho utoaji, wanajisahau. Wale waliokuwa waaminifu, nguzo ndani ya kanisa, wanaanza kupoteza uaminifu. Mafungu ya 10 wanaiba, zaka wanaiba, wanakuwa wezi, wanakuwa sio waaminifu. Ilikuwa ni vigumu sana kumtuma mtu wa hii Sardi kwamba nenda kanifanyie kitu fulani kwa afu akafanya kwa uaminifu. Maana yake hofu ya Mungu ilishatoweka. Walishalala usingizi, wamejisahau, wamejikuta kama ni watu wa duniani. Kwa hiyo ni rahisi kudhulumu mtu mwingine, ni rahisi kutokuwa mwaminifu sababu tayari ile nguvu ishawafunga. Na hiyo usingizi wanaotengeneza kupitia ile kekeo, ile ndege kekeo, analala masaa 19. Na hata akitaga mayai yake mwenyewe anashindwa kuyatamka kwa sababu ya usingizi, analala sana afu ni mvivu. Wengi leo hii mnakimbilia kwenye vitambaa sijui nini na nini kwa sababu ya uvivu wa maombi na kusoma neno na ibada na kutoa. Sasa hivi vitu vinapatikana kwa njia hiyo. Bidii ya maombi, weka bidii, bidii kumtafuta Mungu, bidii katika utoaji, bidii katika heshima watumishi wa Mungu, penda kazi ya Mungu, fanya kazi ya Mungu kama tuko. Afu uone kama usingizi wa kiroho utakuja na maisha yako kama hayatakuwa salama. Kwa hiyo yule pepo Hekate liliingia ndani ya kanisa moja, makamanda ambao waliingia ndani ya kanisa wakapiga kanisa lile wakapiga ile kanisa la Sardi. Hapo ikaingia jini mwingine, pepo mwingine, Asmodei. Huyu ni mmoja wa kuwa giza. Asmodei ni mkuu wa giza mwenye kuleta tamaa na mapooza, kutokuwa kiroho na moyo mgumu, moyo wa jiwe. Yaani mtu kutubu ni issue, moyo wake unakuwa umeandamwa na tamaa, toba hamna, analeta mapooza pia au kutokuwa miaka ile miaka nenda miaka mtu anakuwa mchanga na tabia zile haziachi, maisha yale hakui kiroho, havuki kiroho, ni mtu yule ana miaka mingi kwenye wokovu bado anakuwa tabia zile. Unapookoka ndio uachane na maisha ya kale. Sasa huyu Asmodei anafanya mtu awe na tamaa, na lenyewe linachezesha tamaa, na tamaa hii inakuwa ndani yake, anaweka tamaa ya usingizi kwa sababu yuko kinyume na kanisa, anaweka tamaa ile ndani ya kanisa. Watu wanakuwa na tamaa sana ya mali, kupata sana mali kuliko kuwa na kiu ya Mungu. Ili kanisa lilikata, ibada zake zikaanza kukata, watu wakaanza kukata Mungu kanisani, wakaanza kushiwisha sana mambo yao ya dunia, kazi zao, shughuli zao kuliko kazi ya Mungu. Wakaanza kuweka vipaumbele mambo yao kuliko kazi ya Mungu, sababu ya tamaa kwamba napata fedha hii niongezeke tena, wakasahau mambo ya Mungu. Mwisho wa siku huyu Asmodei akaingiza moyo mgumu, wakaingia mapooza. Ile hali ya mapooza akawa na mioyo ya jiwe, kutokutubu. Unajua mpaka mtu anaambiwa tubu, hataki kutubu. Bana 1 2 3 wewe uko hivi, utamuonya leo, kesho karudia vile vile. Utaongea naye leo, kesho yuko vile vile, moyo wa jiwe, moyo wa toba hana. Ni mapepo ya Asmodei. Ni mmoja wa kuagiza, naika ugumu wa moyo. Yaani watu wanafanya mioyo yao kuwa migumu, kubadilika, hataki kuacha maisha maovu. Lakini pepo mwingine anaitwa kuweka. Kuweka ni pepo ambalo moja makamanda wale waliokuwa kanisa la Sardi. Kuweka linaonekana kama simba mwenye utata, yani mwenye uso wa utata. Unasababisha vurugu. Ile pepo inasababisha vurugu za kiroho, ujeuri, majaribu, yani moto, machafuko, kiburi, usida, fujo. Mawakala wageni ndani ya kanisa, naingiza mawakala pia wageni.
Ile pepo kuweka linaonekana kama simba mwenye vurugu sana, uso wa vurugu, mtata, mkali, ambao kazi yake kwenye kanisa la Sardi hii liliingiza mle ujeuri, vurugu za kiroho. Naposema vurugu za kiroho, unakuta mwimbaji yuko pale anaimba, analuka mpaka anashika mabenchi, anaanguka, au anatimua timua viti, mara amefanya, ndo anaona anaimba vizuri, anafanya vizuri, au anakuta mara yani wengine wanajiita kwamba hizi ndio vurugu nzuri za kumchezea Yesu, vurugu za kiroho. Sasa hiyo pepo kuweka ndio kazi yake. Yaani unakuta mtu anafunga kibwebwe, analuka sijui kwenye kenchi, anaimba, kisa anaimba gospel, sijui anafanyaje, anahubiri, analuka juu, sijui vurugu zile za kiroho. Huyu pepo kuweka ndo kazi yake, vurugu zile za kiroho. Yaani wenyewe nataka kwamba uone kana kwamba unamtumikia Mungu, lakini kumbe sio Mungu, sio Mungu namna hiyo. Pia jeuri, iliingiza jeuri ndani ya kanisa, moyo wa toba haukuwepo, jeuri ikaingia. Kristo pale wakawa na jeuri zidi ya mchungaji, wakawa na jeuri zidi ya wenzao viongozi, wakawa jeuri, wakaanza kuona wanafanana na mchungaji, wako sawa. Jeuri ikaingia, hataki kuonywa, kuonyeka, na husuda zikaingia pale, fujo zikaingia pale. Hii kanisa lilikuwa kupigana na kitu cha kawaida, wapendwa wanashikana, wanapigana ngumi au pigana mtaani, kitu cha kawaida. Sasa hiyo ikaingiza mambo yasiyofaa, kanisa likaanza kuharibika. Sababu wewe ukiingia kama kanisa lina sifa, bwana, watu wa pale wanapiga, watu wa pale ngumi kitu cha kawaida, mtu anajisifia kabisa, mimi nakupiga ngumi, sijui mimi nakupa upako wa ngumi, sijui nini na nini, anaona kama anasema vizuri, lakini tayari katika ulimwengu wa roho kwa anaivamiwa, ameshavamiwa huyu kuweka, lishamwingia hili pepo. Na wageni ambao ni mawakala wengi waliingia kwenye kanisa la Sardi, mawakala ambao wageni wanaingia pale kama wageni, wanakuja wanapiga kanisa, wanaondoa watu wa muhimu pale, wanakufa vifo vya moja kimoja, mtu mmoja, mwisho wa siku wanapotea wote. Ile lilifutika kwa staili hiyo. Husuda, fujo, jeuri, kwa watu wenye husuda, kijicho, wivu, uchonganishi, fitina zikaingia. Sasa huwezi kuwa na vitu hivi alafu mapepo yakataka kushambulia ukawa salama, ni vigumu. Pia pepo mwingine, ili kanisa sambulia mapepo wanne, huyu anaitwa Mauti, malkia wa kuzimu. Huyu Mauti aliingiza mauti mle, watu wakafa kiroho, wakafa kimwili, walikufa kiroho, pia walikufa kimwili. Mara sikia kuna msiba huu, mara mpendwa huyu, mara mpendwa huyu, mara huyu, mara. Maana shetani anazo rafiki. Unapofanya kitu kinachompendeza yeye, siku akitaka kutoka faa anakumaliza kwa sekunde. Sasa hawa kwanza pepo yalitangulia, mapepo yaliyotanguliza, unajua mapepo huwa yanasaidizana. Ili natangulia linapanda pando hili, linakuja pando hili, linakuja linatekeleza. Sasa yote anafanya vitu hivyo hivyo. Huyu Mauti aliharibu kabisa pale, watu wakaanza kufanya mambo, wakajikuta kwamba wanakufa vifo vya kimwili kabisa, ajali. Mawakala ukishaona kanisa kila mwaka mnazika, au kwa vifo vile vile, mara ajali, mara uili, mara yani kuna misukosuko imeshaanza, mara magonjwa. Wale watu walikuwa wanafanikiwa, sasa wafanikiwi tena. Ujue kuna mawakala wameshaingia tayari mle, mawakala hao tayari wanafunga uchumi kanisa, wanaharibu kanisa, wanapiga kanisa. Na kama kazi yake ni kuua, kuharibu, kudhuru na kufanya zile town, upanga, njaa, mashambulia kupitia vita, nakuwa na vita sana za kiroho, za kimwili. Yani mtu hujamkosea, mara vita. Sasa huyu aleta, wakati mwingine anakuta mtu hujamkosea, anakuja anaanzisha vita na wewe mle ndani ya kanisa. Mwisho wa siku kisingizio kushika maiki, huyu aningeshika mimi pale, ugomvi, huyu anaondoka. Huyu tena yani haishi hapo tena, ugomvi na huyu anaondoka. Waliingia mawakala ndani ya Sardi, kanisa lile lilikufa ndani, lilikufa katika ile elimu kule, maana kitu tulivyoangalia lilikufa ndani ya siku 320 ilifutika ile kanisa, baada ya kulisoma, na wakaamuru sasa mashambulizi ya makamanda waingie kushambulia ile kanisa. Mwingine anaitwa, kanisa jingine ni Philadelphia.
Hili ni kanisa ambalo tunalisoma katika Ufunuo 3:7 mpaka 13. Philadelphia, Ufunuo 3:7 mpaka 13. Biblia inasema hapa, na kwa malaika wa kanisa lililoko Philadelphia andika, haya ndiyo anenaye aliye mtakatifu, aliye wa kweli, aliye na ufunguo wa Daudi, yeye mwenye kufungua wala hapana afungaye, yeye mwenye kufunga wala hapana afunguaye. Najua matendo yako, tazama nimekupa mlango uliofunguliwa mbele yako, ambao hapana awezaye kuufunga. Kwa kuwa unazo nguvu kidogo, nawe umelitunza neno langu, wala hukulikana jina langu. Tazama nakupa walio wa sinagogi la Shetani, wasemao kwamba ni Wayahudi, nao sio, bali wasema uongo. Tazama nitawafanya waje kusujudu mbele ya miguu yako, na kujua kuwa nimekupenda. Kwa kuwa umelishika neno la subira yangu, na mimi nami nitakulinda utoke katika saa ya kuharibiwa, iliyo tayari kujilia ulimwengu wote kwa jaribu wakao juu ya nchi. Naja upesi, shika sana ulicho nacho, asije mtu akaitwaa taji yako. Yeye ashindaye nitamfanya kuwa nguzo katika hekalu la Mungu wangu, wala hatatoka humo tena kabisa. Nami nitaandika juu yake jina la Mungu wangu na jina la mji wa Mungu wangu, huo Yerusalemu mpya ushukao kutoka mbinguni kwa Mungu wangu, na jina langu mwenyewe lile jipya. Yeye aliye na sikio na asikie neno lilo ambalo Roho ayaambia makanisa. Hili kanisa la Philadelphia. Philadelphia ni kanisa ambalo lilikuwa na uvumilivu, lilishambuliwa kupitia uvumilivu wao. Na hapa ndipo penye hili kanisa lishambuliwa na viongozi wa juu wa kishetani, na lipigwa na makamanda wa juu wa kishetani, kwa sababu uvumilivu katika ulimwengu wa roho ni moja kitu ambacho shetani anakipinga sana. Yaani ukishakuwa mvumilivu unakutana na vita kubwa sana, kwa sababu ndio asili ya Mungu na asili ya Yesu. Sasa mapepo hawa waliotumwa pale, kwanza alikuwepo huyu kamanda, huyu anaitwa Enki Lucifer. Enki Lucifer anaonekana kama ndege mkubwa au tai mwenye macho mgongoni, na wakati mwingine anaonekana kama joka lenye mbawa au nyati anayeruka na moshi kutoka mlimani. Hii Enki Lucifer anaonekana kama joka pia lenye mbawa. Wakati mwingine anaonekana kama nyati anayeruka na moshi unatoka kwenye mlima kama nyati, au wakati mwingine kama kifaru. Ili bibi Enki Lucifer ni moja aliyepigana na kanisa la Philadelphia. Lilipigwa kwa sababu ya uvumilivu wao, na wale walioshinda walikuwepo pale waaminifu, lakini walioshindwa pia walikuwepo, na kanisa likafutika baada ya waaminifu kutoweka. Sasa huyu Enki liliua kanisa kutokana na imani kali iliyopitiliza na uvumilivu usio wa kawaida. Pale Enki Lucifer alitumia kama fursa. Hii kanisa tulipolisoma, hili kanisa ni moja kanisa ambalo lilikuwa na sifa nzuri na ni kubwa, ambalo lilikuwa na nguvu, ila walikuwa na ishu moja tu, uvumilivu. Hiyo uvumilivu ulikuwa ni mzuri kwa Mungu, lakini hawakujua kwamba shetani anaweza kutumia. Sasa huyu Enki Lucifer akatumia kama njia mojawapo ya kuharibu kanisa, kisingizio cha uvumilivu. Sasa hili linaua kanisa kutokana na imani kali iliyopitiliza. Hao watu walikuwa na itikadi, imani kali. Sasa ile imani mpaka inapitiliza na uvumilivu usio wa kawaida. Huyu anadili na mawazo. Enki Lucifer anaweza kushawishi mtu, yaani kwamba pale watu walipougua hawakwenda kutafuta dawa, waliamini kwamba Yesu tu anaponya, wakafa. Na wakati mwingine watu walipitia changamoto, wakaamini kwamba yani kuugua kwamba Yesu tu ataponya, hakuna kumeza dawa. Hizi imani hizo lazima kuwa makini. Wengine ndio hivyo. Hata leo hii unasikia kwamba mtu anaambiwa funga mpaka kufa ili uende mbinguni. Imani kali mbaya za uharibifu. Sasa imani iliyopitiza, Enki Lucifer aliua kutokana na imani yao waliokuwa nayo. Mwingine anavumilia ndoa mpaka anauliwa kwenye ndoa.
Labda niwaambie watu wa Mungu kwamba hakunaga ndoa ambayo ni ya Mungu alafu mtu ikafikia sehemu akauawa kupitia hiyo ndoa. Hiyo sio Mungu, sio Mungu aliunganisha. Kwa hiyo hapo inachotakiwa hiyo ndoa ni kuharibiwa. Yaani sio ndoa ambayo Mungu amekusudia. Sasa wengi pale wakaambiwa mpaka kifo kiwatenganishe, mpaka mfe wote, mpaka usimwache, mpaka ufe sijui nini. Sasa wanawake walipitia vipigo, wanaume pia walipitia manyanyaso magumu mazito, mambo mazito kaandama kwenye ndoa na familia. Mwisho wa siku watu walikufa, watu waliacha kanisa, wakaacha imani, wakamwacha Yesu kwa sababu ya uvumilivu wao ulitumika kama fimbo, na alikuwa na hali ngumu. Sasa huyo Enki alishawishi pia kwamba ile kanisa watu wasifanye kazi, ila Mungu atafanya, yaani kuna miujiza itafanyika. Unajua imani, unatakiwa makini unapoamini jambo. Enki Lucifer pia alimshawishi hadi Daudi kwamba nenda hesabu watu. Hata leo anashawishi watu, tunakuta anasema huu mwisho wa dunia, sijui tarehe fulani itakuwa mwisho wa dunia. Anashawishi pia wengine kusema, kuna mhubiri mmoja wake nikaona kabisa, yeye anasema Mungu ameniambia nitengeneze safina, sijui watu watapanda. Watu wakaenda wakatoa hela zao, hakuna hiyo gharika wala ni haya, ni yote anayofanya ni Enki Lucifer. Huyu ni hatari kwa sababu huyu pia ndiye aliyeingiza nguvu ya imani mbaya ndani ya kanisa. Yaani imani ile ile waliokuwa nayo alitumia ile na uvumilivu wao ule alitumia ule kuwapotosha na kuharibu maisha yao, kuwapishanisha na Yesu. Sasa hapa ndipo imani yao ilikuwa imepitiliza. Yaani aliwafanya waamini vitu mpaka kupitiliza. Yaani ile kwamba mtu anaumwa malaria, kiambiwa kili hutakufa utaishi, malaria inamuondoa. Mtu ana typhoid, yaani atakiwa apime, afanyiwe